Habari yako mama? Salama, habari za leo mwandishi wa habari? Marhaba. Kuelekea katika mchezo wa mashabiki umejipangaje mama kuelekea mchezo huo? Mimi kwanza, jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa mwanachama wa Yanga na mshabiki wa Yanga. Mimi kwa imani yangu, kwa jinsi tulivyojipanga wanachama na mashabiki wa Yanga, tutakwenda kwa wingi sana uwanjani kwa ajili ya kuisupport timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tutaendelea kuhamasishana kwa wingi. Yule yote aliyokuwa nyumbani, aliyokuwa sehemu mbalimbali, tutahamasishana kwa ajili ya kufika uwanjani tarehe 21 siku ya Jumapili kwa ajili ya kwenda kuishangilia timu yetu ya Yanga. Naambiaje wa mama wenzio ambao bado hawajashabikia timu hii, na washawishi nini labda kuingia katika timu yetu? Kwa mimi, wakina mama ambao bado hawajaingia kwenye timu yetu, nilikuwa na washauri au na washawishi waje kwa wingi, wajiunge kwenye timu yetu ya Yanga, wawe ni wanachama wa Yanga, waenjoy wakiwa ndani ya Yanga. Yanga ni raha. Ukiwa ndani ya Yanga, hebu fikiria mimi ni mama, lakini niko hapa mahali hapa nimesimama, nikiwa na enjoy kama ni mwanachama wa Yanga. Kwa kweli Yanga ni furaha. Waje tu wajiunge na Yanga, wakae wafurahie timu yao ya Yanga, yani waongeze siku za kuishi. Maana ukishakuwa Yanga, unaongeza siku za kuishi. Unaongeza siku za kuishi. Yanga ni raha, Yanga ndio kila kitu. Ndio. Wale upande wa pili wale hamna. Wao kazi yao ni kugawa utamu tu. Wao hawana kitu chochote yani. Mimi nawaambia hata wale waliokuwa upande wa pili wanaoishabikia timu ya upande wa pili kwa makolo, njooni huku, Yanga ndio kwenye raha. Njooni muenjoy, njooni muone Yanga ilivyo. Mimi mama yenu hapa nipo nimesimama. Niko ni mwanachama wa Yanga na mshabiki kindakindaki. Na najivunia sana kwa sababu mimi nimeanza kuishabikia Yanga nikiwa toka mwaka 89. Nikiwa ni msichana mdogo sana. Na nilikuwa kipindi hicho tuko kwenye tunasikia Yanga kupitia redio. Umeona? Lakini mpaka leo hii ndani ya toka mwaka 89 mpaka leo hii mimi naishabikia Yanga. Na uweze kuniambia kitu kuhusu Yanga. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, viongozi wamekuja kunihamasisha, maana yake nilikuwa nashabikia Yanga tu, nilikuwa sijawahi kupata kadi ya wanachama wa Yanga. Lakini nawashukuru sasa hivi nalinga na natamba kwamba mimi ni mwanachama wa Yanga. Pamoja nimetoka ni muda mrefu naishabikia Yanga, lakini sasa ndio najua kabisa sasa mimi ni mwanachama haswa kindakindaki. Na matunda nayaona ya Yanga. Kwa hata nikisimama kushabikia Yanga, najiamini kwamba kweli mimi ni mwanachama wa Yanga. Siku ya Jumapili mimi nitakuwepo, na sio mimi tu. Mimi nitakuwepo mpaka familia yangu yote. Na nishaanza kuwaambia jamani wanangu, siku ya Jumapili nendeni kanisani mapema, ikifika saa 6 tu tunahitajika tuingie uwanja wa KMC tukaishangilie Yanga yetu. Neno moja kwa rais wako mimi kwa kweli kwa injinia wetu, rais wetu wa Yanga, kwa kweli huwa ananifurahisha sana. Yani kwa kile kitu ambacho anakionyesha ndani ya Yanga, anakuwa na upendo mkubwa sana, lakini pia anakuwa ni mtu ambaye ana misimamo, hataki kuyumbishwa. Yeye amesimama kwa ajili ya Yanga. Na ndio maana mpaka sasa Yanga inafanya vizuri. Kila tukiingia uwanjani, pamoja watu wanakuja wanatukamia, lakini yeye anakuwa amesimama. Tunafanya vizuri na tunaendelea kumuombea. Kuna kaka mmoja amesema hapa, kiongozi, kwamba mimi ni Mkristo, naendelea kumsomea novena kila siku. Asikudanganye mtu anayekuombea kwa kupitia novena. Novena ni kitu kimoja kizuri sana. Kwa kweli tutaendelea kumuombea, lakini hata pia Ally Kamwe anajitahidi sana kufanya kazi za Yanga, anajitahidi sana kuisemea Yanga, anajitahidi sana mno. Na yeye pia tuendelea kumuombea, aendelee kusimama kwa ajili ya Yanga, ili Yanga iendelee kufanya vizuri na tuendelee kuburudika yani ndani ya Yanga. Kwa Jumapili Ally Kamwe atakuwepo, utakwambia nini? Mimi kama nakutana na Ally Kamwe, kwa kweli nina mengi ya kumwambia. Nina mengi ya kumwambia sana, kwa sababu Ally Kamwe mara nyingi huwa nakutana na watu wengi, napambana nao kwa ajili ya Ally Kamwe. Mimi nilishawahi kupigwa vibao kwa ajili ya Ally Kamwe. Yani kwa ajili tu ya kumpenda kile kitu anachokifanya. Anafanya kitu kizuri sana. Yani jinsi tu anavyokuwa anatufanya sisi wana Yanga tunakuwa tuna furaha, wana Yanga tunakuwa tuna upendo, wana Yanga tunakuwa tunakutana tukiwa tunashangilia kwa amani. Kwa kweli mimi huwa nakipenda sana kitu anachokifanya. Kwa hiyo hata nikikutana naye mimi leo, mimi na mambo mengi sana ya kumwambia. Lakini pia mimi naendelea kumuombea kama msemaji wetu wa Yanga, kwa sababu mambo ni mengi, watu wanaongea vitu vingi, watu wanafanya vitu vingi kwa ajili yake ili mradi tu kumvuruga. Lakini mimi nasema asimame imara, asiogope. Hivyo ni vita vya kawaida. Unapokuwa unafanya kitu kizuri, lazima utakutana na changamoto na lazima vita itakuwa kubwa. Yeye asiogope. Yeye aendelee kuisimamia Yanga na kuisemea Yanga vizuri.
aendelee kupambana kwa ajili ya Yanga. Ndio. Chief Kizinga naye atakuwepo siku ya Jumapili. Amesema atacheza namba 11. Unamwambia nini? Yaani kwa Chief Kizinga kwa kweli mimi mwenyewe namuombea siku hii asije akapata majeraha mapema kwenye mazoezi. Namuombea Mungu aweze kumsimamia vizuri, manake ndio kiongozi wetu ambao tunamtegemea hapa kwenye hii Yanga yetu green hapa. Ndio tunamtegemea yeye na ndio yeye anayetukusanya siku zote mpaka tunakuwa tuko pamoja. Mpaka leo hii hata wewe unanioji mimi ni kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo mimi namuombea sana Mwenyezi Mungu asije akampa jeraha lolote, asimame uwanjani na nitamuombea, nitakuwa niko pale, nitakuwa namwangalia uwanjani huku nina rozari yangu namuombea ili mradi afanye vizuri. Nitakuwa nafanya ibada uwanjani na sio rahisi mtu kukujua kama unafanya ibada, lakini mimi nitakuwa nafanya ibada uwanjani kimya, watu hawanijui, hawanioni. Kwa hiyo naomba Mungu, Mwenyezi Mungu amsaidie aweze kuwa salama ili kusudi sisi Yanga sikio tuweze kufanya vizuri. Lengo na mazumuni ni kupata matokeo. Sisi hatutaki wao kuachia hata kidogo. Sisi tunawabana mwanzo mwisho. Tunawabana kweli kweli mpaka kwenye mashabiki tunatakiwa tuende tukawafunge. Sio tuwafunge tu kwenye hizi na nidabi za kawaida, tunawafunga hata kwenye mashabiki. Tunaomba Mwenyezi Mungu atusimamie sisi kama Yanga tuweze kufanikiwa lengo letu ambalo sisi tumelipanga. Ikitokea kufanya vizuri wachezaji hawa, mashabiki ambao wanaweza kucheza na mashabiki wa Simba itakuwaje? Mimi kwa imani yangu niliyokuwa nayo, hilo swala la kuto kufanya vizuri halitokuwepo. Mimi imani yangu inaniambia kwamba watafanya vizuri. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu ili kusudi waweze kufanya vizuri. Neno moja kwao. Neno moja kwao ni kwamba wao wanapokuwa kwenye mazoezi waendelee kupambana vizuri kusudi siku hiyo ya Jumapili waende wakafanye vizuri. Sisi tunawategemea wao. Na sisi tunahamasishana wanachama tukafika uwanjani kwa ajili yao wao. Kwa maana na wao wanatakiwa sisi watuangalie sisi wanachama. Tunaenda mle kufanya nini? Tunaenda mle tukiwa tunajiamini kwamba tuna watu ambao watafanya vizuri na tutapata matokeo. Kwa hiyo ndio hilo tu. Na washauri waendelee kufanya mazoezi vizuri na wawe na ushirikiano pia. Wawe na ushirikiano kwa sababu jambo lote msipokuwa na ushirikiano mara nyingi huwa linaleta shida. Lakini wakisema tu tunashirikiana vizuri na wachezaji wenzao, wakawa na upendo, wakawa wanaongea vitu ambavyo wanaelewana, mimi naamini hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Kila jambo linawezekana na watashinda. Watashinda kwa uwezo wa Mungu. Magoli kuanzia magoli 2, najua kabisa tutashinda Yanga. Sisi tunajiamini bwana, sisi ndio Yanga 100%, sisi ndio Yanga bwana. Makolo si hawezi kutubabaisha. Kama tumeweza kuwafunga mara 6, leo waende kutufunga sisi mashabiki? Hawawezi, wale hawana lolote. Kwanza mimi namtaka sana huyo Kisugu mwenye maneno pamoja na Gibi 64. Waingie uwanjani, wakaone wenzao wanavyocheza uwanjani. Maneno tu hayo dada, maneno tu. Hakuna cha tantalila. Wewe mwenyewe hujawahi kuona kama Yanga inashinda? Yanga mara ngapi inawashinda Simba? Inawafunga Simba mara ngapi dada? Mara ya 6. Kwa nini leo tuende tukafeli kwenye mashabiki? Hatuwezi kufeli sisi kwenye mashabiki. Neno la mwisho kwa mashabiki zangu wanaonifuatilia, naombeni jamani, wote mliokuwa Sitemeke, Mbagala, wapi, naombeni mfike uwanjani, tufike kwa wingi, tuwe wengi. Maana tutakapokuwa tunashangilia tukiwa wengi, wale wanazidi kuchanganyikiwa uwanjani. Wakishaona zile kelele ambazo tunazipiga pale uwanjani, mimi nakwambia makolo wanaanza kuchanganyikiwa. Mtu baada apeleke goli, mpira goli inaenda kugonga kwenye nguzo. Kwa hiyo na sisi tujitahidi tuje kwa wingi sana kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Tuje kwa wingi. Si lengo letu sisi. Sisi lengo letu wasipige goli singie kwenye wavu. Goli lipige kwenye nguzo. Hili ndio lengo letu sisi. Hatuogopi kwamba wao watakuwa na alubadili. Alubadili kitu gani? Alubadili na novena ni vitu vili tofauti. Wewe alubadili unataka kuangamiza, lakini novena inasimama kwa ajili ya nini? Ya jambo jema. Kwa hiyo sisi tunaomba wafike kwa wingi sana mashabiki wetu, tuende tukaishangilie timu yetu. Wale wakipiga mpira uende kwenye nguzo, usiingie kabisa kwenye wafu. Kwenye nguzo afu wakitoka tena pale, alubadili zinakuwa mara 2 badala ya alubadili 1, zinakuwa mara 3. Huyo aliyesema kuhusiana na alubadili ndio maana nakwambia tunataka hii alubadili ile ya kwanza waliokuwa wameiandaa ikaongezeke tena ya pili. Kwa sababu tunaenda kufanya kazi, tunaenda kufanya kitu kikubwa zaidi. Maana kila watakapokuwa wengine wakikaa uwanjani wanakuwa wanaanguka. Kila anayetaka kupiga mpira wao anakuta anateleza, anaanguka chini. Wakishatoka huko sasa wanaongeza tena ubadili nyingine. Baadaye ile ya kwanza walioiandaa. Asante sana. Amina na kwako pia.